اما اگر بناس تو این جنگ پایگاه بدن به امریکایی‌ها که از اونجا هواپیما بیاد عملیات بکنه، ما از قبل گفتیم ما پایگاهشون میزنیم. Ikiwa Ali Larijani, katibu mkuu wa Baraza la Usalama la Iran, ameuawa, itakuwa ni pigo kubwa kwa serikali ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran. Ali Larijani, katibu mkuu wa Baraza la Usalama la Iran, ametangazwa kuwa ameuawa, na ni taarifa iliyotolewa na waziri wa ulinzi wa Israel Bwana Israel Katz, ambaye amesema Larijani ameuawa. Katika taarifa ya Katz anasema aliarifiwa tu kuhusu kifo hicho cha afisa huyo mkuu wa usalama wa Iran kufuatia mashambulizi ya Israel ya usiku kucha. Vyombo vya habari vya Iran vimesema ujumbe kutoka kwa afisa mkuu huyo Ali Larijani utatumwa. Hata hivyo, takribani vyombo viwili vya habari vya Iran vimesema afisa mkuu huyo wa usalama Ali Larijani amechapisha ujumbe hivi karibuni. Machapisho kutoka kwa mashirika ya habari ya Tasnim na Mehr yamesema ujumbe huo utachapishwa baada ya dakika chache, ikimaanisha kwamba Larijani hajauawa. Lakini ikitokea Ali Larijani ameuawa na taarifa zikathibitika kwamba hayupo tena, litakuwa ni pigo kubwa kwa serikali ya mapinduzi ya Kiislamu ya Iran. Hii ni kwa sababu Ali Larijani alikuwa moja kati ya nguzo muhimu katika serikali ya Iran. Ali Larijani alikuwa ni mshauri mkuu wa kiongozi mkuu wa Iran Ayatollah Al-Khamenei, na anatajwa kwamba kama isingekuwa ni Mujtaba Khamenei aliyerithi kiti hicho cha Ayatollah Al-Khamenei, huenda Ali Larijani angeteuliwa kuwa miongoni mwa maafisa wakuu katika Baraza la Usalama la Iran kuwa kiongozi mkuu wa Iran. Ali Larijani aliteuliwa katika nafasi hiyo mnamo Agosti mwaka 2025, na hapo awali alishikilia jukumu hilo kutoka Agosti 2005 na hadi Oktoba mwaka 2007. Wakati wa kazi yake, Larijani alishika nyadhifa nyingine nyingi za juu ndani ya utawala wa Kiislamu, ikiwa ni pamoja na kuwa spika wa bunge kwa miaka 12 kuanzia 2008 hadi 2020. Lakini pia alikuwa waziri wa utamaduni na mwongozo wa Kiislamu. Lakini alikuwa mkuu wa shirika la utangazaji la serikali, utangazaji wa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran IRIB kuanzia mwaka 1994 hadi mwaka 2004, na inaripotiwa kuwa naibu wa wakuu wa pamoja wa jeshi la walinzi wa mapinduzi ya Kiislamu. Larijani pia alihusika katika mazungumzo na nchi za Ulaya kuhusu mpango wa nyuklia. Baada ya IDF kutangaza kwamba wamemuua kiongozi mkuu wa Iran Ayatollah Al-Khamenei, maafisa wengine wakuu wa Iran mnamo Februari 28, Larijani alikuwa mmoja wa watu waandamizi katika uongozi wa serikali ya Iran, huku wengi wakiamini kuwa alifanya maamuzi mengi haswa katika kipindi cha mpito kabla ya kutangazwa kiongozi mkuu wa nchi hiyo Mujtaba Khamenei, na anaaminika kwamba yeye ndio nguzo muhimu ya kiongozi mkuu wa nchi kwa sasa Mujtaba Khamenei. Ali Larijani ni mmoja kati ya watu waliojiamini sana, na hata katika siku za hivi karibuni, wiki iliyopita siku ya Ijumaa, siku ambayo kiongozi huyo ndio siku yake ya mwisho kuonekana hadharani akiwa na rais wa Iran Masoud Pezeshkian, walionekana wakiambatana na raia katika kusherekea sherehe ya Qudsi iliyofanyika nchi nzima katika taifa hilo la Kiajemi. Larijani hakuonekana tena hadi taarifa ya kufa kwake. Larijani alipigwa picha ya mwisho hadharani katika maandamano hayo ya siku ya Qudsi, na ilikuwa ni siku ya Ijumaa ya Machi 13 kulingana na akaunti yake ya X ambayo ilidaiwa kumuonyesha barabarani akipunga mkono na kuzungumza na wafuasi. Larijani alikuwa ni miongoni mwa viongozi waliokuwa wakitoa maneno ya vitisho kwa Israel na Marekani, lakini pia wakitoa maneno ya kuwapa moyo wa Iran katika taifa hilo. Hii ndio sababu ya kusema kwamba kama Ali Larijani ameuawa, hili litakuwa ni pigo kubwa kwa taifa la Kiajemi la Iran. Aliwahi kusema katika wakati ambapo alikuwa na umati wakati wa sherehe za Qudsi, akisema hatutakubali hadi muombe msamaha kwa kosa mlilolifanya, aliwaambia wa Marekani na wa Israel. Katika chapisho jingine mnamo Machi 10, Larijani alisema Iran haikuwa na hofu na wala haiogopi chochote kwa Trump, akiongeza kwamba hata wale wakubwa kuliko wewe hawawezi kuangamiza taifa la Iran. Kuwa mwangalifu, usiangamizwe, aliongeza Larijani, akimtisha rais wa Marekani Donald Trump. Mtazamaji, endelea kutufuatilia nasi tutakuwa tukifuatilia kwa kina kuhusu taarifa iliyotolewa na waziri wa ulinzi wa Israel Bwana Israel Katz, akisema kwamba wamemuua kiongozi wa Baraza Kuu la Usalama la Iran Ali Larijani. Naitwa Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia.